Kuna hii video ambayo inasambaa kweli kweli katika mitandao ya kijamii ikimuonesha Mtume Mwamposa akiwa na mke wake mrembo kabisa kwenye moja kati ya harusi ambayo alikuwa amehudhuria pamoja na mke wake huyo hapo ambao wengi tunamfahamu. Sasa video hii bwana imeibua maneno kweli kweli huko mjini mitandaoni, watu wakizungumza kweli kweli. Moja watu ambao wamezungumza kuhusiana na video hii ni Mbarikiwa Mwakipesile. Sasa watu wakaja juu wakasema wewe Mbarikiwa gusa wote, lakini sio kumgusa baba yetu Mtume Mwamposa, kwa sababu hapo mwanzo mlikuwa mnazungumza kwamba anaendeshaji huduma bila kuwa na mke na mengineyo mengi. Lakini pia baada ya kumtambulisha mke wake pia bado watu wanazidi kumzungumzia ndoa imefanyika lini na mengineyo. Kwa hiyo watu wakataka watumishi wa Mungu, lakini pia baadhi ya watu huko mitandaoni waache kumsema kabisa Mtume Mwamposa, lakini pia waache kumsema mrembo wa mke wa Mwamposa. Lakini mdada ni mzuri kweli kweli jamani, sifa tumpe mwenye sifa ambaye kwa namna moja ama nyingine anastahili. Kwa hiyo Mwamposa inawezekana ikawa ndiye mtumishi wa kwanza kuwa na mrembo ama kuwa na mke mzuri. Tuko sawa? Inawezekana ikawa Mwamposa ndiye na mke mrembo kuliko watumishi wote Tanzania. Ni jambo la baraka sana. Maandiko yanaweka wazi juu ya kufanya jambo kama hili la kumwaga binti. Kimaandiko Biblia inasema Rebeka wakati anaagwa na ndugu zake alifanyiwa send off. Wakamtamkia maneno haya ambayo tunaenda kumwombea Sara pamoja na huko anakokwenda kwenye familia ya baraka. Wakasema unakokwenda uwe wewe mama wa maelfu, mama wa watoto wa kike na wa kiume. Tunamtakia Sara anakokwenda akawe mama wa baraka kwa watoto wa kiume na wa kike. Katika ndoa yenu mkaongezeke, msipungue, mkazidishwe, msigawanyike, na neema ya Mungu itakuwa juu yenu. Sasa